Bwana Yesu asifiwe mpendwa. Karibu kwenye kipindi chetu cha wana wa agano kutoka kanisa la Covenant Love Fellowship Kitunda. Naitwa Askofu Geoffrey Everest Chikojo, tukiwa tayari kabisa kujadili na kuangalia neno la leo limetubariki vipi kutoka kanisani. Niko pamoja na wachungaji, naomba wajitambulishe tukianza mkono wetu wangu wa kushoto. Tafadhali karibu. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa mchungaji Alunas Frank Mwepungu, ni mchungaji msaidizi katika kanisa la Covenant Love Fellowship linalosimamiwa na Askofu Dr. Geoffrey Chikojo lililopo Kitunda, Ilala, Dar es Salaam. Karibuni sana. Naitwa mchungaji Klein Geoffrey Chikojo, mchungaji msaidizi chini ya Bishop Dr. Geoffrey Everest Chikojo, Covenant Love Fellowship Church Kitunda, Dar es Salaam, Tanzania. Barikiwe. Karibu pastor. Amina. Jina langu naitwa mchungaji Furaha Peter Mgale. Ninaabudu katika kanisa la Covenant Love Fellowship Kitunda linaloongozwa na Askofu Geoffrey Chikojo, Dar es Salaam. Amin. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naitwa mchungaji Spensiana Gregory Nomba, nami ni mchungaji msaidizi katika kanisa la Covenant Love Fellowship. Amina, karibuni. Amen. Basi naomba tumshukuru Bwana kabla tuanze kipindi chetu. Baba Mungu wetu wa uzima, tunakushukuru Bwana kwa ajili ya kipindi hiki kikafanyike baraka kwa wengi ambao wako tayari kujifunza pamoja nasi maneno yako ya uzima Bwana. Asante kwa neema yako na hekima yako ikatawale katika jina la Yesu. Amen. Amen. Wapendwa, Jumapili ya leo tumekuwa na mwendelezo wa somo ambalo linahusu maombi, tukiamini kabisa kwamba tunapaswa kuelewa kuhusiana na maombi ili tuweze kufanya vizuri sana katika eneo hilo. Kwa hiyo niko na wachungaji leo. Tulikuwa tunajifunza kanisani kuhusu aina kuu 4 za maombi. Amen. Of course tunaelewa kwamba Biblia haijasema kwamba kuna aina kuu 4 za maombi. Kila mtu anaweza akaja na aina zake, lakini katika uelewa wetu tumeweka aina kuu 4 na zingine tunaamini zitajiunga hapo kwa hapo, lakini ni mfumo ambao utakusaidia sana na wewe unayetusikiliza kuhusiana na kuelewa wa swala zima la maombi. Sorry. Naomba nimkaribishe mchungaji atusomee kidogo kuhusiana na maandiko ambayo leo tumesimamia. Andiko la kwanza ni Waefeso 6:18. Naamini mchungaji mmoja atakuwa yuko hapo, lakini andiko la pili Pastor Klein atatusomea Efeso 6:18. Pastor Furaha atatusomea Wakolosai 4 ule mstari wa 2 mpaka 4, na Pastor Alunas tafadhali atatusomea waraka wa kwanza wa Timotheo. Amen. Sura ile ya 2 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Basi tusikilize Waefeso 6 mstari wa 18. Efeso 6:18. Kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuombea watakatifu wote. Amen. Asante sana. Wakolosai 4:2 mpaka 4. Kolosai 4:2 inasema, dumuni sana katika kuomba, mkikesha katika kuomba huku na shukrani, mkituombea na sisi pia, kwamba Mungu atufungulie mlango kwa lile neno lake, tuinene siri ya Kristo, ambayo kwa ajili yake nimefungwa, ili nidhihirishe kama inipasavyo kunena. Amen. Amen. Waraka wa kwanza Timotheo 2:1 mpaka 4, Pastor.
Tutasoma kwa msaada wa Bwana. Neno la Mungu linasema, basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na ustahivu. Hili ni zuri nalo la kubalika mbele za Mungu Mwokozi wetu. Mstari wa 4, ambaye hutakaa watu wote waokolewe na kupata kujua yaliyo kweli. Amina. Amen, amen. Kwa kifupi kwenye maandiko haya tunaona Mtume Paulo ambaye ndio mwandishi wa hivi vitabu vyote akifafanua kidogo kidogo kwamba kwenye maombi kuna aina zake. Amen. Amen. Kwa mbali utaona anaongelea kuhusu shukrani. Amen. Anaongelea kuhusu kufanya dua. Lakini anaongelea kuhusu maombezi. Kwa hiyo tukiangalia hapo utakuta kuna mengine pia yanatajwa kama ile kwenye Timotheo anaongelea kuhusu maombezi, lakini anaongelea kuhusu dua, lakini ukivigrupu hivi vyote tumekuja na aina kuu 4 za maombi. Pastor, labda nianze tu kukaribisha wachungaji namna gani tumejifunza leo kuhusiana na somo hili. Knowledge gani mpya umepata? Tafadhali tunaomba labda tujadiliane kidogo ili tuweze kuweka uelewa sawa. Bwana asifiwe sana. Amen. Karibu. Tuanze labda Pastor Lunas. Tafadhali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amina. Mimi binafsi kupitia somo la leo nimejifunza vitu kwamba kuna baadhi ya maombi nilikuwa nikichanganya mwanzo. Kumbe ukia group unaweza kuyakuta yale maombi mengine yote yanaingia katika haya makundi, ambapo tumejifunza aina kuu 4 za maombi, ambapo tukajifunza kwa habari ya maombi ya kumtukuza Mungu. Kumbe tunavyokuwa hata wakati wa kusifu, tunapomsifu Mungu huwa tunafanya maombi lakini kwa njia ya sifa. Kwa sababu tunaposifu huwa tunaimba nyimbo za kumtukuza Mungu zinazompa sifa na utukufu Baba yetu wa mbinguni. Amen. Pia nimejifunza kwa habari ya ile aina nyingine ya maombi ya kushukuru, kwamba maombi ya kushukuru huwa yana kibali sana mbele za Mungu. Na ukishukuru Mungu anakupa kingine zaidi. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na aina nyingine niliyojifunza pia, ambao pia kuna nyakati nyingine zilikuwa zinanichanganya mimi mwenyewe kwa namna moja au nyingine, unapoongelea kwa habari ya maombi ya kukiri pamoja na maombi ya dua. Kuna wakati kumbe watu tunakuwa tunaomba maombi ya kukiri, tunafikiri kwamba tunaomba maombi ya dua. Kumbe yale maombi ya dua ni maombi ambayo tunaomba ya uhitaji, ambayo tunauhitaji sisi wenyewe. Lakini maombi ya kukiri ni yale maombi ambayo tayari Mungu amesema kwa habari yetu, ila tunayarudia kwa kukiri kwa vinywa vyetu, kwamba tunakiri kile kitu ambacho Mungu tayari amesema nasi. Bwana asifiwe. Amen. Amina. Karibu. Asante sana Pastor. Pastor Klein, wewe umepata nini leo? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nina furaha kabisa kwa habari ya hili somo. Na mpendwa, mimi kwanza kabisa kitu ambacho nimejifunza kwenye aina hizi 4 kutokana na namna ambavyo sisi tumeiweka, japo ziko nyingi lakini zingine zitakuwa zinaingia hapo. Kutukuza na kushukuru, aina hizi zinamuhusisha sana 100% ni Mungu. Sababu tunayemtukuza ni Mungu na tunayemshukuru ni Mungu. Lakini kukiri na dua inanihusisha mimi na wewe. Ambapo kukiri unakiri kwa habari ya neno au unakiri kile alichokisema Bwana, lakini pia kukiri tunavyojua unatubu au unaomba toba kwa habari ya makosa yako. Na ukifuatilia unaweza kujiuliza mbona nimezungumzia maombezi? Maombezi ni kumwombea mtu uponyaji. Na kwenye neno
tumehubiriwa kwa habari ya uponyaji. Kwa hiyo tunakiri kuhusu uponyaji. Kwa hiyo nikaa nimeelewa tunapofanya maombezi tunakiri uponyaji juu yenu. Kwa hiyo imeingia kwenye aina hiyo ya kukiri. Lakini kingine ambacho nimekipata, kwa nini nasema dua inakuhusu wewe zaidi? Kwa sababu maombi ya dua ni maombi ya unyenyekevu. Maombi ya kuwa mtaratibu, kumsii Bwana. Unamsii Mungu kwa unyenyekevu, unamsii Mungu kwa utaratibu afanye jambo. Amen. Na kingine nilichokuja kuelewa zaidi, ukiangalia vizuri hapo hakuna mahali tumeweka kukemea. Kwa nini? Kukemea si maombi. Maombi ni mazungumzo baina yako wewe na Mungu. Amen. Hayo ndio maombi. Kwa hiyo nimejifunza sana nisipoteze muda wa kukemea, bali nipoteze muda zaidi wa kuzungumza na Mungu. Amen. Lakini katika yote na yote, kabla kulalamika, anza na kumtukuza Bwana, anza na kumshukuru Bwana, ndipo uje wewe. Mwanze kwanza Mungu, alafu baadaye lete mahitaji yako. Amen. Amen. Asante sana Pastor. Shukuru sana Pastor Furaha, na lipi la kuongeza? Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amina. Nami ninamshukuru Mungu sana kwa siku ya leo. Nimejifunza kitu kikubwa sana, lakini pia ninamshukuru Mungu amenifundisha kwa aina kuu 4 za maombi ambazo mtumishi wa Mungu ametufundisha leo katika madhabahu ya Covenant Love. Nimejifunza sana kwa habari ya kumtukuza Mungu. Wakati mtumishi wa Mungu anaendelea kufundisha ili somo la kumtukuza Mungu, nikawa na tafakari kwenye maisha yetu sisi wa Kristo au kwa maisha ya mwanadamu. Wengi wetu tumekuwa majasiri na hodari sana katika kutukuza watu ama kutukuza vitu au kutukuza fedha. Tunaviweka vitu vya dunia hii juu kuliko tunavyoweza kumtukuza Mungu. Katika kutafakari nikasema kumbe ukimtukuza Mungu yeye atakuinua, atakupandisha mahali palipo juu. Nikajifunza kumbe wa kutukuzwa sio mtukuze mtu kwa sababu ana hela, sio mtukuze mtu kwa sababu ana cheo, sio mtukuze mtu kwa sababu anaweza kukuvusha sehemu fulani. Nikajifunza wa kumtukuza pekee ni Mungu pekee aliye juu huko. Ambaye huyo ukimtukuza, ukimuinua, yeye atakuinua zaidi. Amen. Yeye atakuinulia watu walio sahihi. Amina. Sio kwamba wewe mwenyewe ujiinulie watu, ujipendekeze kwa watu ili umtukuze mtu ili akupende. Kuna wanadamu wengine au wapendwa wengine au wachungaji wa Mungu, watumishi wa Mungu leo wengine wamepotoka kwa sababu wamekuwa hata wakitukuza nguvu ambazo hazifai ili tu wajipatie kitu. Lakini kumbe leo nimejifunza sana, natakiwa nimtukuze Mungu, maana yeye ndiye aliyeumba kila kitu. Maana yeye, yani Mungu anafurahishwa vile mtu akimtukuza, akimuinua, maana yeye ndiye aliyeumba kila kitu. Amen. Lakini pia mtumishi wa Mungu amefundisha leo, nimeguswa sana na kwa habari ya shukrani. Alifundisha akasema Mungu anapenda sana shukrani. Anapenda sana mtu anaposimama akashukuru hata kwa lolote analolipitia. Akasimama na kushukuru. Nakumbuka alitoa mfano ya kwamba kuna malaika wapo kule mbinguni wanafanya kazi sana katika maombi mengine kuliko maombi ya kushukuru. Kwa kweli mimi nilijiuliza nikasema Mungu, mpaka nikaomba samahani, nikasema Mungu unisamehe. Yaani kwa yote Mungu anayotutendea, hata uhai tu Mungu anaonipa, kulala na kuamka tu ni Mungu mwenyewe, lakini nasahau muda mwingine kumshukuru. Unaona ni Mungu lazima mimi niishi. Naona ni jambo la kawaida, nimelala, nimeamka, Mungu ananipa chakula na kula. Sioni kama Mungu amenitendea kitu. Ninachotaka nataka Mungu labda anipe magari ndio nimshukuru. Mungu anipe fedha ndio nimshukuru. Mungu anipe nalo ndio nimshukuru. Mungu anataka umshukuru kwa kila kitu. Sababu hata afya pia nataka kumshukuru. Kwa hiyo namshukuru Mungu siku ya leo kwa somo ambalo amenifundisha baba la kushukuru. Limenivusha hatua kubwa sana. Nimejifunza nitakuwa mtu wa kumshukuru Mungu. Nitakuwa kwa kitu chochote kile kidogo. Lakini kwa habari ya kukiri, ninamshukuru baba wakati anafundisha. Ninakumbuka huko nyuma askofu aliwahi kufundisha akasema kwamba kiri, kuna nguvu katika kukiri. Maneno haya, yani usiseme kwamba Mungu si anasikia ukakaa tu ukanyamaza kimya. Mungu anataka mtu ambaye anakiri. Katika kukiri kuna nguvu. Sababu tukiangalia Mungu hata katika uumbaji wake alikuwa anatamka. Amen. Itokee hiki, kitokee hiki. Kwa hiyo nijifunza pia
Kwenye kukiri kuna nguvu kubwa. Mtu yoyote ambaye anataka kusonga mbele, ambaye anataka jambo litokee, uwe mtu wa kukiri. Uwe mtu wa kutamka. Usinyamaze ukasema Mungu ana, ni kweli Mungu anajua, ni kweli Mungu anataka kutenda, lakini anataka wewe mwenyewe ukiri ndipo aweze kutenda. Amina. Lakini nimejifunza kwa habari ya dua. Mtumishi wa Mungu alifundisha sana kwamba maombi ya dua ni maombi ya unyenyekevu. Mungu anampenda sana mtu mnyenyekevu anayeenda kwake kwa unyenyekevu. Mungu hataki mtu anayeenda kwake kwa kiburi. Sawa, Mungu alisema kawa hatendi. Wewe nenda kwa unyenyekevu, usiende kwamba Mungu nataka 1 2 pale uliniahidi 1 2 3. Kweli Mungu ameahidi, lakini Mungu anataka tuwe na maombi ya unyenyekevu, kwa sababu yeye ndiye anayestahili kunyenyekewa, hakuna mwingine. Amen. Yeye ndiye anayestahili utulie, ukae katika uwepo wake kwa unyenyekevu. Tukinyenyekea kwa Mungu, tukiwa na ombi ya dua ya kusihi, umsihi Mungu, Mungu naomba unitendee 1 2, kwa usihi Mungu ataheshimu sana. Ataona kweli huyu mwanangu amenyenyekea sana. Alikuwa na uwezo wa kwenda kufanya jambo fulani. Alikuwa na uwezo wa kwenda kutafuta, lakini amekuja kwangu amenyenyekea, amenisihi, lazima nami nimtendee. Amen. Kwa hiyo nashukuru Mungu nimejifunza mambo haya. Asante sana Pastor Flora. Pastor Spence, karibu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Namshukuru Mungu na mimi nimepata kitu leo. Bishop ametufundisha aina 4 za maombi, lakini nitaelezea aina ya 3 ambayo inasema maombi ya kukiri. Amen. Nilikuwa sifahamu kwamba maombi ya kukiri ni maombi ambayo kumbe yananihusu mimi moja kwa moja. Amina. Baba alitufundisha kwamba maana ya maombi haya ya kukiri, maana yake ni kusema alichosema Bwana. Kukubaliana na Bwana. Maana kukubaliana na Bwana maana yake ukubaliane na neno. Amen. Kukiri madhaifu, yale madhaifu yako ambayo unayafanya. Alafu pia baba alituambia kwamba kusema dhambi zako kwa Mungu. Na tukasoma kitabu cha Zaburi 51 kuanzia mstari ule wa kwanza ambao unasema Mungu unirehemu sawa sawa na fadhili zako. Kiasi cha wingi wa rehema zako uyafute makosa yangu. Amina. Amen. Kwa nami nimejifunza kwa habari ya maombi ya kukiri kama jinsi walivyotangulia wachungaji wenzangu. Mungu awabariki. Amen. Natamani kidogo mtumishi wa Mungu wakati anazungumza, nimekumbuka kuna siku askofu aliwahi kufundisha kanisani. Nakumbuka alitolea mfano wa watu ambao wanakiri udhaifu. Labda wewe unakiri, unasema kwamba mimi naumwa, mimi ni wa hivi tu. Au mimi mbona siwezi kufanya jambo fulani. Haujui kwamba ule udhaifu unaoukiri ndio utakaoingia, ndio utakaotawala maisha yako. Na mchungaji nakumbuka baba alikufundisha akasema kwamba siku zote hata kama unakiri, usikiri udhaifu, usikiri ugonjwa, usikiri kushindwa, bali kiri ushindi. Kiri hata kama unaumwa, umelala kitandani hivi. Kiri, sema kwamba mimi nitapona, nitaamka na nitamtumikia Mungu. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu. Amen. Bwana asifiwe sana. Naona tunaenda vizuri kwamba tumejaribu kuchambua hizo aina 4 za maombi. Asante sana. Unajua kuna wakati nafikiri kanisa tunapotezaga muda kwa kutoelewa vizuri swala la maombi. Amen. Swala la kumtukuza Mungu na swala la kumshukuru Mungu ni kama vile tumeweka vitu vya chini sana, lakini tumeibuka kwenye kulalamika. Tumeibuka kwenye kumlaumu Mungu, nitendee hili na hili. Wakati Biblia imetukomandi, imetuamuru kwamba mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ndio. Sasa wewe unaacha kufanya kile ambacho Bwana amekwambia ufanye. Bwana hajakwambia mlaumu Bwana kwa kuwa ni mwema. Au mlaumu Bwana kwa sababu hajakutendea. Biblia haijatuambia hivyo. Amen. Mlalamikie Bwana kwa sababu hajafanya hivi, ndio hapana. Biblia inasema mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema. Wapendwa, Mungu anastahili kushukuriwa. Amen. Fadhili zake ni za milele. Na swala la kutukuza ni vizuri sana. Tukajenga tabia kama ni nyimbo za tunasema nyimbo za dini, weka nyimbo, sikiliza nyimbo au imba nyimbo ambazo zinamuinua Bwana kweli. Sio story. Kwa sababu kwenye nyimbo kuna maneno matamu pale yakizungumzwa, wewe pia roho yako inaomba wakati unasifu. Kwa hiyo ni vizuri sana
kuweka hayo vizuri. Lakini tumeongelea kukiri kwamba unasema alichosema Bwana. Amen. Unasema kile ambacho umekiamini. Ndio kukiri huko. Amen. Au kukiri kukubali, maana yake nakubaliana na Mungu. Maombi ya kukiri. Sasa aliposema pastor kwamba mwingine anakiri udhaifu, hayo sasa sio maombi, kwa sababu wewe haukubaliani na Bwana. Haukubaliani na neno lako, umepoteza muda. Amen. Kwa hiyo tukiri tukakubaliana na Mungu, lakini pia hapo kwenye kukiri kuna swala la kukiri madhaifu yetu. Tunaenda kwa Mungu, Baba, nimekukosa mimi. Naomba unisamehe. Hapo tunaongea na Mungu. Kwa hiyo na kuna issue nyeti hapa kwenye dua ambapo kidogo huwa hatujui sana maombi ya dua. Na mara nyingi tukisikia dua tunafikiri kwamba hii inahusu wa imani nyingine wenzetu. Amen. Penye dua hapo ndio penye kumsihi Bwana. Kumuomba Mungu kwa unyenyekevu sana, tafadhali Bwana nakusihi sana, tenda jambo hili. Amen. Swala pia la kumuombea jirani, kuombea mambo mengine yatokee kwa unyenyekevu kabisa, hayo yote yapo hapo kwenye dua. Masuala ya maombezi, amen, yapo pia hapo kwenye dua, kwa sababu unamsihi Mungu akafanya jambo fulani kwa ajili ya mtu mwingine. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Amen. Nafikiri tunapojifunza maombi tunarekebisha pia namna ya kuomba. Amen. Amen. Yeah, sio vizuri. Nafikiri mna experience makanisani saa nyingine hakuna muda mzuri wa kumsifu Bwana. Tunataka muda wa kukemea mapepo. Hebu tunaweza tukaliongelea je? Amina. Bwana asifiwe. Amen. Nakumbuka baba ulitufundisha kwamba kukemea mapepo sio maombi. Yaani kukemea mapepo ni kwamba unatumia mamlaka, lakini yana sio maombi. Amina. Amen. Asante sana. Kwa hiyo tukisema tunaenda kwenye mkesha alafu masaa yote unakemea pepo tu, alafu mapepo yenyewe yaoni, sio kwamba umempagawa mtu. Wewe umefika hapa, wewe ni mtaalamu wa kuhamisha mapepo yaondoke mahali. Hili swala tunalizungumziaje kwenye tunapoongelea masuala ya maombi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba kuchangia hapo kidogo. Tunapoongelea kwa habari ya kukemea mapepo, tunasema kwa mfano labda tunaenda kwenye maombi, labda maombi ya kiidara au maombi ya kikanisa, kwamba tunaenda kufanya maombi labda ya mkesha. Lakini tumefika kwenye mkesha, tangia mwanzo wa mkesha mpaka mwisho wa mkesha tunakuwa tunakemea mapepo tu. Ina maana tunakuwa hatujafanya maombi. Amen. Hapo kunakuwa hamna maombi yoyote, kwa sababu tumeenda kuitumia tu ile mamlaka ambayo Mungu ametupa ya kutoa wale pepo. Amen. Lakini hatujafanya mazungumzo na baba yetu wa mbinguni. Na pepo wenyewe unawatoa, unawapeleka wapi? Sina sababu labda hajapanga. Saa nyingine unakuta hata hajapagawa mtu, ila tunasema tu nguvu za, yani tunashindana na nguvu za giza, badala ya kutafuta muda mwingi kumtukuza Mungu. Amen. Tunatumia muda mwingi sana kukemea pepo. Mimi pia nimejifunza sana baba, hasa ulipotufundisha kwa habari ya maombi kabla ya anguko na baada ya anguko. Makanisa mengi sasa hivi, watumishi wengi wa Mungu wamefocus sana kufanya maombi baada ya anguko kuliko kabla ya anguko. Ina maana unapoongelea maombi kabla ya anguko ni maombi kama haya, kumtukuza Mungu. Amen. Na kumshukuru Mungu. Yalikuwa yanafanyika kwa wingi sana. Lakini maombi kabla ya anguko ndo haya tunaingia kwenye kukiri, kwenye kuomba dua, kwenye kukemea pepo. Ina maana baada ya anguko. Makanisa mengi sasa hivi ya watu ambao tumemwamini Kristo, tunatumia muda mwingi sana kuomba yale maombi baada ya anguko kuliko yale maombi kabla ya anguko. Baada ya anguko maana yake nini? Karibu pastor. Amina. Baada ya anguko, nakumbuka ulitufundisha baada ya anguko Adam, baba yetu Adam. Kabla hajaanguka au hajadanganywa na yule ibilisi kula lile tunda, alikuwa bado hajaanguka.
Amen. Lakini anguko lake lilikuja kutokea pale tu alipoasi na Mungu akamtoa sasa kwenye bustani ile ya Eden. Amen. Na kumbuka ulivyotufundisha ulisema kwamba baada ya anguko ndipo yale maombi yakawa mengi. Yaani prayer points zinakuwa nyingi. Amen. Ndio. Amen. Tuje leo tunataka kuombea, tunaombea 1 2, yote mengi ni matatizo. Yes. Kwa sababu baada ya anguko ni matatizo. Amen. Kabla ya anguko pale Edeni hakuna matatizo ya kuombea. Amen. Amen. Kwa hiyo ndio maana tunasema maombi haya ya kutukuza na kumshukuru Mungu ndio maombi ya msingi. Amen. Yalikuwepo tangu awali kabla tatizo halijawa. Amen. Amen. Sasa hivi tukitaka kuomba mara nyingi tunaenda tu kwenye matatizo. Amen. Ambako Mungu kwenye matatizo hatwai utukufu. Tukijikita kwenye kutukuza na kushukuru utakuta mambo mengine automatically yatashughulikiwa. Amen. Amen. Kwa kabla ya anguko tunajaribu kufigure out. Tunafikiri kwamba Adam wala kwanza akuomba Baba niepushe na maadui zangu. Amen. Adui wenyewe walikuwepo. Hakuwepo. Baba naomba unisaidie mwaka huu nivune vizuri. Hakukuwa na kulima na taabu kwenye ardhi. Amen. Hakukuwa na kuomba. Adam alikuwa hana maombi kwamba naomba Mungu mke wangu huyu umsaidie awe na kinywa kizuri. Kwa sababu hicho kibaya kitokea wapi wakati ule mbaya hajavuruga mambo bado. Amen. Kwa hiyo alikuwa na enjoy maombi ya fellowship na Bwana. Maombi ya kumtukuza Bwana. Kumshukuru tu kwamba asante umeniumba, umeniweka katika hili na hili mimi ndio tawala. Amen. Amen. Kwa pale kwenye Mathayo 19 kuna maswali pale walimuulizaga Yesu pale. Ni vizuri kumwacha mke kwa neno lolote lile? Akasema hapana. Sasa mbona Musa alituambia tumwache? Asema kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu Bwana aliwaamuru mfanye hivyo. Akasema mstari wa 8 ule anasema lakini tangu mwanzo haikuwa hivyo. Sasa kama Mungu anaturejesha mwanzo, maana yake anapenda sana turifae mwanzo. Amen. Mwanzo mambo yalikuwaje? Amen. Amen. Kwa hiyo tuna neema sana ya kumshukuru Bwana kanisani kwa kuwa Mungu ametufundisha masuala ya kuangalia mwanzo. Mwanzo ni misingi. Kabla watu waliombaje? Kabla ya anguko waliombaje? Sasa hivi tunajali sana makelele, yani vurugu nyingi. Amesema pastor pale kukemea mapepo sio maombi. Amen. Amen. Tumesema kukemea mapepo sio maombi. Haleluya. Acha kujitaabisha. Na nasema sana mara nyingi kwamba mapepo hawa Yesu aliwakuta akawaacha. Mitume Petro aliwakuta wakawaacha. Paulo naye aliwakuta akawaacha wako mtaani. Sisi tunashughulika na mapepo yanayotesa mtu. Mwana wa Mungu pale tunachomoa. Lakini hakuna pepo ndani ya mtu. Wewe unahangaika na mtaani, wewe unatoa mapepo milioni 7 sijui kwenye mtaa. Nafukuza. Utajichosha. Kwa sababu hata Yesu alipokwenda kumponya yule kichaa pale ziwani pale, mapepo wale walimwomba Yesu, tunaomba usitutoe katika nchi hii. Tuache humu tutawale na sisi. Lakini tuache tuingia nguruwe. Yesu wala hakusema kwamba amruhusiwi kukaa kwenye juu ya nchi hii, wala akawapeleka kwenye nguruwe akafa. Mapepo rudi tu kusagazaga mtaani. Wapendwa, achana na kazi ambayo hujaitwa kufanya. Tumeitwa kumtukuza Bwana, sio kutafuta unafanya kama vile mwindaji wa mapepo, umeshika bunduki unatafuta mapepo. Hapana, hatujaitwa hayo mambo. Amen. Haleluya. Tumeitwa kukaa vizuri na kutembea na Bwana na kumwona Mungu. Amen. Amen. Kuna kuchangia hapo? Wakati tunaongea hivyo Bishop, nakuja tu ile andiko, tafuteni ufalme wa Bwana, mengine utazidishiwa. Amen. Kutafuta ufalme wa Mungu sio kukemea mapepo. Amen. Kukaa vizuri na Bwana. Na kama wewe binadamu wa kawaida leo hii akikusaidia ukimsifu vizuri, unaweza kashangaa na kuongeza. Wakati nasoma shule fulani, kuna baba mmoja alikuwa anapenda kuja kutoa zawadi baada ya matokeo ya form 2 na form 4. Alikuwa akija akitoa fedha pale, yule baba ni mwaya. Analalamika, hizi hela mimi nimekuja nazo afu nazo za nini hizi?
anakuja anaambia mwalimu, umevaa suti nzuri wewe, na kwa kupa 500,000. Yule mwalimu akisema asante, umeshukuru sana, 200,000 ya vocha. Kwa hiyo kama mwanadamu anapenda sifa na anabarikiwa na sifa, unamgusa mpaka anaamua kukusaidia zaidi. Basi jua kwamba Mungu wetu ni zaidi ya sisi. Unapomsifu unamchokonoa moyo wake vizuri. Unapomtukuza unamchokonoa moyo wake vizuri. Napenda sana kwenye Mambo ya Nyakati pale, mfalme yule Yehoshafati baada ya kusikia wameibuka yale makabila yanataka kuja kupigana naye, maombi aliyoyafanya pale ilikuwa ni sifa. Akaanza na, Bwana, si wewe uliyetupa hii nchi? Je, mkono wako sio dari kiasi hicho kutenda? Unaona, baadaye Mungu alishindwa kunyamaza. Akatokea nabii akawaambia, simameni muone wokovu wa Bwana. Na kesho Mungu akawaambia, nendeni vitani, tanguliza sifa, nitashuka. Afu ukishangaa tena wakati wa vita kusema tangulizeni bunduki, tangulizeni sifa. Mbele hapo, haleluya. Tunaenda kushambulia, nataka sifa mbele. Wana wa Mungu wakatanguliza sifa. Hilo ndio jeshi ambalo tunaliamini zaidi. Yaani mkuku wetu sisi ni sifa mbele za Bwana. Tunapomsifu anashuka. Na akishuka akikuta kuna mambo hajakaa sawa, anayaweka sawa. Ndio Mungu ambaye namjua zaidi. Amina. Bwana asifiwe. Wakati mtumishi wa Mungu hapa anaongelea kwa habari ya aina ile ya kwanza ya kumtukuza Mungu, naona hapa Mungu kuna kitu tena ananikumbusha, lakini kwa habari ya aina ya pili ya kumshukuru Mungu. Kuna nguvu sana katika maombi ya kumshukuru Mungu. Nguvu kubwa sana. Nikawa nimepelekwa kwenye ile habari ya Yesu alipowaponya wale wakoma 10. Kwamba wale wakoma 10 Yesu aliwaambia wakajionyeshe kwa makuhani wao. Lakini walienda wote 10, lakini alirejea mmoja tu kuja kutoa shukrani kwa Bwana Yesu. Lakini yule aliyerejea alitakaswa zaidi. Yaani hakujulikana tena kama alishawahi kuugua ukoma. Japo wale 9 waliponywa, lakini walikuwa na alama ambavyo vinaonyesha kwamba huyu mtu alishawahi kuugua ukoma. Lakini ilikuwa tofauti kwa yule alienda kutoa shukrani. Bwana asifiwe. Watoto wa Kristo wa siku hizi tumezoea kwamba kutoa shukrani tu kwa Mungu labda ni sadaka au ni pesa. Lakini kumbe hata kwenda kushukuru tu kwa kumshukuru Mungu, kwa kumtukuza, kwa kumshukuru kwa kile alichokubarikia, kina nguvu mbele za Mungu. Kinapanda kitu mbele za Mungu. Kwa mfano ukichukulia mfano wa kawaida tu kwa mzazi kwa mtoto wake. Ukimpa kitu afu mtoto hajashukuru, lazima mzazi utasononeka au utapata kapicha fulani hivi. Lakini ukimpa mtoto kitu akashukuru, yani unapata hamasa ya kumnulia tena kitu kingine. Kwa sababu unaona kabisa huyu mtoto ametoa shukrani. Kwa Baba yetu wa mbinguni ni zaidi wapendwa. Haleluya. Amen. Kwa tunaona haya maombi ya tungejua siri, tungepoteza zaidi muda kwenye kumtukuza Bwana na kumshukuru. Amen. Sasa shida saa nyingine ukianza tu maombi, ukianza kusifu sana, kuna wataalamu wanakuambia Bwana muda maombi unapita. Muda wa maombi unapitaje? Amen. Wala ni wataalamu kukemea wale mapepo. Muda pasta, muda wa kufanya nini hapa? Tunamtukuza Bwana. Bwana anapenda sifa, apewe heshima yake. Kwa hiyo kumbe tungejigundua siri, tungepoteza sana muda katika kumtukuza Bwana, kumpa sifa na utukufu. Amen. Pamoja na kumshukuru. Unakumbuka Mungu alikuwa na hasira na wana wa Israeli kwa sababu walikuwa wanalalamika badala ya kushukuru. Amewatendea jambo hili kubwa, amewavusha kutoka kwenye bahari ya Shamu. Kufika tu wanaanza kulalamika. Baada ya kwanza washukuru kule, wanalalamika. Kawapa maji, kawapa chakula, baadaye wanalalamika tena. Kwa hiyo wapendwa, tujifunze kushukuru. Amen. Tujifunze kumtukuza Bwana kwa anayoyatenda. Naye amesema zikumbukeni ajabu zake za kale. Ametenda nini? Anasema kwenye Zaburi ya 105, zikumbuke ajabu za kale alizozitenda. Ukizikumbuka utamshukuru, utamwona yeye ni wa maana. Yafu inakaa vizuri. Inazidi kwenda vizuri kuliko unalalamika tu. Hapana. Alafu ukishazoea, mimi nafikiri ukishazoea maombi haya ya kutukuza na kushukuru,
utaona maombi mengine yanakuwa very simple. Yanakuwa rahisi tu, una flow tu kwa sababu umesifu, baadaye Bwana mwenyewe anakusaidia katika kuomba. Amen. 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 Naomba nikazie hapo. Ukisoma kwenye Wakolosai 4 mstari wa pili pale. Paulo anawaambia dumuni sana katika kuomba. Mkikesha katika kuomba huku na shukrani. Amen. Sio dumuni katika kukemea mapepo. Dumuni sana katika kuomba. Amen. Na maombi yenyewe ni kuongea na Baba. Amen. Unapozungumza na Baba utamtukuza. Utalisifu jina lake. Na hapo kazia pale mwisho na shukrani. Tuwe watu wa kushukuru. Amen. Uhai ulionao ni jambo la kumshukuru Bwana. Amen. Uzima ulionao ni jambo la kumshukuru Bwana. Amen. Hata hilo unalolipitia ni Mungu anataka kujitwalia utukufu. Amen. Shukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuruni Bwana kwa kila jambo. Amen. Asante sana. Basi kutokana na muda ningeomba tumalizie. Naamini kwamba neno la leo tumelikamata vizuri. Amen. Of course na wiki hii tuna maombi ya usiku. Hadi saa 1:08 mpaka 9 tunaenda kuomba katika mtindo huo. Amen. Tunamtukuza Mungu, tunamshukuru Mungu. Amen. Tunakiri, tunaomba dua. Haleluya. Labda nikaribisha tu kama na neno lolote la kumalizia, Pastor Spencer. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nina neno la kumalizia katika kumshukuru Bwana. Zaburi 105 inanibariki sana. Amen. Nasema haleluya. Shukuruni Bwana, litieni jina lake. Wajulisheni watu. Inaanza na nini mstari wa kwanza? Haleluya. Shukuruni Bwana. Mshukuruni Bwana. Amen. Itieni jina lake. Wajulisheni watu matendo yake. Amen. Amina. Kwa hiyo imetupasa tumshukuru Bwana na tuwajulishe watu matendo yake. Amen. Maana yake kujulisha, maana yake kiri matendo aliyoyatenda Bwana. Asante sana mtumishi. Asante sana Pastor Frank. Amina. Kumalizia. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mimi kwa kumalizia ninapenda tu nizungumze na ndugu zangu ya kwamba iko faida sana katika maombi ya kuzungumza na Mungu. Kama ni kupoteza muda, basi tupoteze muda katika maombi ya kuzungumza na Mungu ambayo yapo katika kushukuru na kutukuza na kukiri. Tusipoteze muda katika kukemea mapepo, tusipoteze muda katika maombi ya kumwombea labda mtu vibaya. Hayo ni maombi ambayo hayawezi kusaidia chochote. Jinsi mimi nilivyofundishwa kanisani na askofu ametufundisha sana kwa habari ya kumtukuza Mungu ama kwa ajili ya sifa. Ametufundisha sana ya kwamba sifa, yani ukimsifu Mungu kwa moyo, hata uwezo ukapata kazi hata ya kukemea mapepo. Amen. Uwezo kupata kazi hata kuombea wagonjwa. Katika hiyo sifa ambayo utaifanya, unaweza kujikuta mapepo yanakimbia yenyewe, wagonjwa wanaamka, wanapona wenyewe. Kwa hiyo mimi ninachoomba zaidi, yani maombi yetu zaidi tuelekeze katika kumsifu Mungu, tuelekeze katika kukiri, tuelekeze katika kuzungumza na Mungu. Yeye Mungu atashughulika na mambo yote kama Baba alivyosema. Mambo mengine yatakuwa ni simple kabisa, kazi itakuwa ni rahisi kwa sababu mambo yote tutakuwa umemwachia Mungu kwa kumshukuru na kumtukuza. Amen. Asante sana Pastor Klein. Bwana asifiwe. Amen. Mimi napenda kukuachia slogan au neno la kutembea nalo. Kwa Kiingereza nasema talk faith, stay silent. Yaani ongea imani, kaa kimya. Maana yangu nini? Usiwe na maombi ya kulalamika kwa jambo unalolipitia. Usipoteze muda kukemea mapepo. Poteza muda wako kuzungumza issue ya msingi ya kiimani. Na imani yetu iko juu ya neno. Amen. Na neno linatusii sana katika kumsifu Bwana na kumtukuza yeye. Amen. Kwa mpendwa, zungumza imani, uwezi kaa kimya. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Asante sana Pastor Lunas, karibu. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mimi napenda kukuambia jambo moja au kukushirikisha jambo moja
wewe muamini wa Kristo, unayemtumainia Mungu, unayelitumainia jina la Kristo, kwamba maombi ya kumshukuru Mungu na kumtukuza Mungu yana nguvu kubwa. Mimi mwenyewe shuhuda, wakati hapa watumishi wa Mungu wanaendelea kuzungumza, Bwana amenikumbusha kitu, kwa sababu hata mimi kilishawahi kunitokea. Kuna siku kulikuwa kuna binti moja alikuwa amepagawa na mapepo, alikuwepo kanisani, ilikuwa ni siku ya ibada za katikati. Tulitumia muda mwingi watumishi kumwombea yule binti. Tukaona muda wa kufanya ibada, kwanza ibada unazidi kuisha. Ina maana kumbe ibilisi anacheza tu na akili zetu. Tupoteze muda tukukemea mapepo, kuacha kumtukuza yeye. Roho Bwana akatupa maelekezo kwamba tumwache ile binti. Kweli tulimwacha pale pale, ameagaa mapepo chini, tukamwacha, tukapanda madhabahuni, tukaanza kumsifu Mungu na kumtukuza. Tulimtukuza Mungu na kumsifu kama hatutosifu tena. Tulishangaa yule binti alifunguliwa pale pale. Ina maana alifunguliwa kupitia zile sifa ambazo tulikuwa tunasifu. Amen. Ina maana hapa tunajifunza kwamba kuna nguvu kubwa katika kumsifu Mungu, katika kumtukuza Mungu, katika kutukuza ukuu wake. Bwana asifiwe. Amen. Tunapenda sana kumshukuru Mungu, kumtukuza yeye kuliko kukemea mapepo, kuliko kuziombea zile shida zetu ambazo tulizonazo. Katika hiyo shida ukimtukuza Mungu atakutendea. Ubarikiwe sana mtumishi. Amen. Amen. Basi nashukuru sana. Ninaamini tumejifunza kitu kuhusiana na maombi. Of course kwa leo tumeainisha hizo aina kuu 4, na tutaendelea Jumapili ijayo kwenye kuchambua aina moja moja. Kwa hiyo mtumishi, angalia channel yetu ya YouTube, subscribe uweze kupata mafundisho yetu tunaporusha. Pia uweze kucomment, tupate kidogo comment zako, nini umejifunza au una maswali gani ya ziada tuweze kukujibu. Mungu akubariki sana. Tuende tumalize kipindi hiki kwa kumshukuru Bwana. Amen. Baba, tunasema asante kwa ajili ya kipindi hiki, na asante kwa ajili ya mtumishi huyu anayetuangalia Bwana. Tunambariki neno hili likawe na manufaa kwake na wengine wote ambao yuko anawaongoza Bwana. Asante kwa neema yako, tunakubariki katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba, tunambariki mtu huyu Bwana, neno hili likawe faraja kwake na likawe solution ya mambo yake mengi ambayo ameyapitia Bwana. Likalete pia uponyaji katika mwili wake na matatizo mengine yote katika jina la Yesu Kristo. Baba, tumeomba na kushukuru.